السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ومحى الظلمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمدًا خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Watukufu wa Islam, alikuja ammi yake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa bwana mtume, jina lake Abbas ibn Abdul Muttalib. Abbas ibn Abdul Muttalib na yule ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Kwa hiyo huyu ni baba mdogo wa bwana mtume, na Abdul Muttalib ndo alikuwa ndo rais wa jamaa wa Quraysh pale Makkah, akipewa heshima kubwa na makabila yote. Fahuwa Abdullah ibn Abdul Muttalib abu Rasulillah, na huyu ni Abbas ibn Abdul Muttalib. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مر ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. Ndio nasaba tukufu ya bwana mtume ambayo mwenyewe anasema kharajtu min nikah walam akhruj min sifah. Nasaba yangu yote hakuna mwana haramu, hakuna lozaliwa nje ya ndoa. Allahu akbar. Na hii ni fadhila kubwa, na hata kama zamani watu walikuwa hawako katika Uislamu, lakini walikuwa wanaheshimu silatur rahim,
na walikuwa hawazai watoto wa nje ya ndoa. Abbas ibn Abdul Muttalib alikuja kwa Mtume, ana jambo zito anataka kumhadithia mwanawe au mwana wa nduguye. Alipofika kakaa karibu naye akamwambia, ya Rasulullah, laqad raaitu albarihata ru'ya, usiku wa jana nimeota ndoto, ru'ya rahiba, na ndoto ilimshtua. Kwa nini? Unaweza kuuliza, alikuwa anashughulishwa na ndoto. Kwani ndoto ndio nini? Wakati Mtume alipokuwa hajaondoka alibashiria akasema, mimi nitaondoka katika hii dunia, lakini falam yabqa min an-nubuwah, falam yabqa min mubashirati an-nubuwah illa ru'ya salihah. Yale mambo ambayo yalikuwa yakipatikana wakati wa wahi hayatopatikana. Vitakavyokuwa vimebaki ni vile vibashirio vilivyokuwa Mtume akivipata kama ndoto. Ndoto peke yake ndo sehemu ya utume ambayo itakuwa imebakia katika hii dunia baada ya mambo mengine, wahi kuondoka na kila kitu kingine, lakini ndoto zitabakia. Maanake ndoto za mitume zilikuwa ni za kweli, na kuna watu huota ndoto za kweli zikawa zina maana, ikawa ni risala min Allahi ilai. Kwa hiyo Mtume anasema, lam yabqa min mubashirati an-nubuwwa illa ru'ya salihah yaraha ar-rajul au tura lahu. Hiyo ndoto mtu ataota yeye au watu watamuotea, yani wataota kwa ajili yake kwamba nimekuotea ndoto nzuri sana, ina maana kwamba wewe ni mtu mwingine na kuna message fulani fulani. Na kuna watu maalum ambao Mwenyezi Mungu amewapa ilmu za kuagua na kutabiri ndoto hizo. Sayyiduna Abbas akamwambia, Rasulullah, laqad raaitu albarihata ru'ya, siku wa jana nimeota ndoto. Ndoto hii, raaitu kaanna al-ardha tunza bihibalin shidad turfa ila samawat. Nimeona usingizini kana kwamba mbingu pale ilipo kuna kamba zimeshuka chini ya ardhi, zimeikamata ardhi, alafu ardhi inavutwa inapelekwa huko juu. Al-ardu tunza au tuqla bihibalin shidad. Ndoto yake Abbas, kaona ardhi imekamatwa vizuri na makamba, alafu inavutwa, inasukumwa, inapelekwa juu mbinguni. Na walikuwa wakiota ndoto Mtume SAW akiwaagulia, akizitafsiri ndoto zile. Na mara nyingine alikuwa akiuliza, hasa hal raa ahadukum ru'ya lailatal bariha, yupo mmoja wenu yoyote kaota ndoto usiku anihadithie? Aliona ndoto, anamhadithia Mtume, Mtume anaitafsiri. Kwa hiyo Mtume alikuwa mjuzi wa tafsiri vile vile kama alivyokuwa Sayyidina Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoisikia ndoto hii akaitafsiri, Abbas alimuuliza, nini maana yake ya Rasulullah? Mtume akasema, dhaka wafatu ibn akhik. Maana ya ndoto hiyo Abbas ni kifo cha mwana wa nduguyo, ni kifo cha mwana wa nduguyo. Ni nani mwana wa nduguye? Ni nani mwana wa nduguye? Mbona mjibu? Muhammad ibn Abdullah. Ni Muhammad ibn Abdullah. Na maana Mtume anabashiri kwamba atakufa. Sasa mtu mwingine ndo kamuonea yeye ndoto, raaitu kaanna al-ardha tuqla bihibalin shidad turfa ila as-samawat, madha taqulu fi hadhihi ar-ru'ya ya Rasul Allah? Asema, dhaka wafatu ibn akhika ya Abbas. Maana ya ndoto hiyo ni kifo cha mwana wa nduguyo, na maana ni kifo changu mimi. Hiyo ndoto inaonyesha kwamba mauti yangu yamekaribia, mimi baada ya muda mchache nitakufa. Sallu ala al-habib. Kuna nyoyo nyingine
ni nyoyo yani very sensitive, shafaf, ni nyoyo zina hisia kali, ni roho tukufu safi, hazijui ghaib, lakini katika mambo ya ghaib Mwenyezi Mungu anaweza kuziarif baadhi ya mambo zikatambua kwamba kunatokea jambo kuhusu mimi baada ya muda mchache. Miongoni mwa hao watu katika listi yao kiongozi wao ni Mtume Muhammad. Na wapo baadhi ya watu hata katika ulimwengu wa leo anaweza kukusimulia akakwambia, mimi nahisi siku zangu za kuishi zimekaribia kumalizika. Na ukichunguza, ukifuatilia, baada ya muda mchache unaona kweli anaondoka katika hii dunia. Alijuaje? Ayalamul ghaiba? Je, anajua ghaib? La. Moyo umekuwa ni dalilu, qalbul mu'min dalilu. Moyo wa Muislamu ndio dalali wake, anamuonyesha kila kitu, anampeleka kila mahali, anamfahamisha kila, nampa habari nzito nzito. Qalbul mu'min dalilu. Masahaba wengine walikuwepo hivyo na tabi'in, na mpaka leo wapo watu aina hiyo. Baba yake Jabir alimwambiaje? Kesho na kwenda jihad pamoja na Mtume, wala arani illa maqtulan, na mimi ninavyokuambia kesho sirudi, nitauawa. Fa idha ma ana mittu fa inna alayya daynun faqdihi li, nikishakufa mwanangu mimi nina deni, nilipie deni langu. Na waacha binti zangu wadogo wadogo, wale wenzako. Kesho ameondoka, amekwenda vitani, yeye ndo alikuwa wa kwanza kuuawa. Katika wa kwanza yeye alikuwa kwanza, alikuwa anajua, hawezi kujua, lakini Mungu amempa habari za siri, kamjulisha, kwa sababu moyo wake ni moyo wa mu'min. Naam, moyo wake ni moyo mwingine kabisa. Kwa hiyo tupo miongoni mwetu, tusishangae kuna fulani alisema, lakini akasema na mambo aliyosema yote yamekuwa, kwa sababu ni moyo safi, ni moyo uliokuwa uko karibu na Allah, ni moyo umefungamana na iman, na umekula chakula ambacho kilikuwa katika meza ya Rahmanur Rahim, ikajua mambo mengi. Basi Mtume alimwambia Abbas, hiyo ndoto hiyo, ma araha illa wafatu ibn akhik, maana yake ni kifo cha mwana wa nduguyo. Lakini kuna baadhi ya aya katika Qur'an, ukiacha Qur'ani, na kuna baadhi ya hadithi aliyozisema yeye mwenyewe bwana Mtume, zote zilikuwa zinaashiria kukaribia kwa kifo cha Mtume. Katika suratu Ali Imran aya ya 144 Mwenyezi Mungu anasema, وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Aya hii ilikuwa ni indication ya kwamba Mtume Muhammad baada ya muda atakufa. Hakuwa Muhammad vingine ila ni mtume, wamepita mitume wenzake kabla yake. Je, akifa au akiuawa ndo nyinyi muache dini? Na mwenye kuacha dini akarudi nyuma kartadi, basi ajue kwamba hakumpunguzia Mungu chochote. Aya hii kwa wale masahaba walikuwa nafahamu, wanajua hapa kifo kinamnyemelea Mtume Muhammad. Aya nyingine katika suratul Maida aya ya 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya hii iliposhuka masahaba walifurahi kweli kweli, kwamba leo tumekukamilishieni dini yenu, leo tumeitimiza neema yangu kwenu,
leo nimeridhia dini yenu na nimeipa radhi zangu zote iwe ya Uislamu. Sahaba akafurahi, kuna Mungu ameshaturidhia, Mungu ametimiza dini yetu, imetimia, sio pungufu tena. Wakafurahi, wakacelebrate. Lakini yuko mtu mmoja alikuwa analia, Abu Bakr as-Siddiq analia. Wakamuuliza, atabki wal muslimuna kulluhum fil farh, unalia na sote tuna furaha? Akaambia, naam, nyinyi hamjui kuna habari nzito katika aya hii. Kwa nini? Asema, la arahu illa maqrabata wafati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, hal ba'da al-kamali illa an-nuqsan. Nyinyi mnafurahi kwamba mambo yametimia, mnajua kwamba mambo yakishatimia tayari kunaanza upungufu. Likulli shay'in idha ma tamma nuqsanu, gilasi ikijaa ujue ndo itaanza sasa kupungua. Kama mambo yameshakamilika, sasa mapungufu yataanza kuja. Ina maana huyu mtume lilomleta hapa ni kuja kukamilisha dini. Kwa hiyo zoezi lake limekwisha, ina maana yeye ataondoka baada ya muda. Sasa nyinyi mnafurahi kwamba anakufa mtume? Wote wakabadilika pale, wakaanza kulia nao. Ilikuwa ni aya inaonyesha wazi kwamba kifo cha mtume kiko karibu. Aya nyingine katika suratul Anbiya kuanzia aya 34 mpaka 35, Allah anasemaje kumwambia mtume? wama ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul mauti wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Mtume anaambiwa katika suratul Anbiya, wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld, hatukumjalia mtume yoyote, kiumbe yoyote kabla yako wewe Muhammad kuishi milele katika hii ardhi. Si mtume, si kiumbe wa kawaida, wote waliondoka. Afa imitta, kama utakufa wewe, fahumul khalidun, wajue wafikirie watu wengine kama watabaki milele, wote watakufa, hakuna atakayebaki. Afa imitta, je ukifa wewe Muhammad, mtu mwingine awe na tamaa ya kuishi katika hii dunia? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, na tutakupeni mitihani ya matamu na machungu. Yani hata vitu vitamu ni mtihani, hata mali ni mtihani, na kama ufukara ni mtihani, hata kukosa ni mtihani, na kupata pia ni mtihani. Yani nabluukum bisharri wal khairi fitna, balaa zetu zitakuja kwa mvipendavyo na mvichukiavyo. Wa ilaina turja'un, kisha kwetu mjue mtarudi. Nuqtatu tahawul, sote tufahamu tutarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika suratu Zumar aya 30, aya nyingine inaonyesha mtume hatokaa milele, atakufa. Hizi aya zote sahaba walokuwepo pale wengine walizifahamu kwamba sisi tunaishi, lakini baada ya muda mtume atatuacha. Na inasemaje? innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Innaka mayit, wewe ni maiti, maana yake utakufa. Wa innahum mayitun, na hao wote ni maiti. Ndo sisi hapa sote hapa tulokuwa hapa ni maiti watarajiwa, tunatarajiwa kufa anytime. Aliambiwa hivyo mtume, innaka mayitun wa innahum mayitun, wewe ni maiti na wao ni maiti, wewe utakufa na wao watakufa. Thumma innakum yawm alqiyamati inda rabbikum takhtasimun, mtapelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Huko kuna hisabu, magomvi yatatokea huko, watu wataanza kusemana huko, watalaumiana huko, lakini mambo yatakuwa yamekwisha. Hizi ni aya zilitoa indication kwamba mtume atakufa wakati wowote kuanzia sasa. Na zipo hadithi. Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema, kunna julusan inda rasulillah ma'ashira zawjati, sisi wake zake tulikusanyika siku moja mbele ya mtume, sote tukawa tumekaa tunazungumza na mume wetu.
wamekaa wanahadithiana. Anasema fa aqbalat Fatima bintu Rasulillah tamshi la tukhti fi mishyatiha mishyata Rasulillah. Punde akawa ametokezea huko binti yake mtume anakuja, Fatima bintu Rasulillah, Ummul Hasan wal Husain. Kuja kwake Bibi Aisha anasema tulipokuwa tunamtizama anapotembea tukauona ule mwendo haukosi kama mwendo wa mtume, tabia zake ndo zile zile za mtume. Bibi Fatima hayya, mwingi wa haya. Naam, mwingi wa haya. Siku moja mtume aliingia ndani ya nyumba akasema, Fatima bai'ini, ni voti, ni bai, niunge mkono. Ala madha ya Rasul, juu ya nini? Akamwambia alla tushiriki billah, usimshirikishe Mwenyezi Mungu, wala tazni, wala usizini. Bibi Fatima akaika uso wake chini alipotaja kilima cha zina, kisha akamata uso wake akauficha, akamwambia ya Rasulullah, awatazni alhurra, ina maana mwanamke muungwana anazini ya Rasulullah? Zamani walikuwa wanajua wale watumwa ndo wanalazimishwa na watumwa wao kuzini, au kwa sababu wanatafuta pesa ndo wanazini. Sasa mtume anashtukizia, anamwambia mwanawe niunge mkono kwamba humshirikishi Mungu, hutoiba wala hutozini. Au watazni alhurra, amekuwa shocked. Ina maana mwanamke muungwana anazini? Kwa sababu ni mageni hayo, wao hawayafahamu hayo, lakini leo kwetu imekuwa ni kitu cha kawaida. Au tazni alhurra. Basi anasema la tukhti'u fi mishyatiha mishyata abiha, utadhani namna anavyotembea kwa upole, hudu, tumanina wa waqar, ni kama anavyotembea baba yake. Hajaat hatta ata ila Rasulillah, kakaribia kwa mtume. Faqama ilayha Rasulullah, mtume akanyanyuka kumpokea mwanawe binti yake, na mtume alikuwa akimwona Fatima ananyanyuka anakwenda anambusu katika baba lake la uso, anasema marhaban bibnati, karibu binti yangu mpenzi. Na alikuwa akimpenda kweli. Na kwa hiyo hakuna matatizo ukimbusu binti yako katika kipaji chake cha uso. Mtu anaweza kumbusu binti yake, ndo mapenzi ya baba na mama. Usije ukamwona mtu anambusu binti yake ukasema la, shakuwa kitangi. Abadan, ni sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni maarufu. Unambusu mama yako, lakini kila busu zina unwani yake. Huwezi kumbusu mama yako kama unavyombusu mke wake. Taban, huwezi kumbusu mke wako kama unavyowabusu wengineo. Na sisi pia tunabusiana wanaume, si ndio? Kwani hivi ndivyo tunavyowabusu wake zetu? Unambusu mume mwenzako kama unavyombusu mkeo uone cha moto. Sasa busu zinajulikana. Na hata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mtume alikuwa akimbusu mke wake. Naam, kabla hajatoka anasema kana yuqabbiluni wa huwa saim. Mtume alikuwa akiniqabbil, yani akinibusu na hali alikuwa amefunga. Lakini ulama wakakataza kwa mtu mwenye maradhi ya shahwa ambaye hasikii joto la mkewe ila anafanya matatizo, asije akabusu, akae mbali mita 2 au 3 au 4, amwage hivi tu inatosha. Au busu ya ala alhawa mubashara, iko busu ya ala alhawa, busu ya ala alhawa, busu ya juu ya hewa, hiyo inatosha. Sio lazima ubusu dakika 3, 4, 5 wewe unabusu abada. Mtume amesema wakana amlakukum li arbi, mtume alikuwa anaweza kucontrol shahawa zake. Sallu alayhi. Akaja bibi Fatima faqama ilaiha Rasulullah wa qabbalaha, akasema wa ajlasaha fi yaminiha au fi shimaliha, akamweka binti yake mkono wake wa kulia au mkono wake wa kulia mwingine wa kushoto. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipomweka Fatima katika kikao kile, bibi Aisha anasema tukawa tunatizama, fa asarra ilaiha, akaonekana anampa siri binti yake. Anasema kwa siri, mazungumzo ya siri hatusikii. Alipotoa siri ile kwa bibi Fatima, fabakat bukaan shadida, bibi Fatima akalia kilio kikubwa. Tukashangaa. Na Aisha radhiallahu ta'ala anha akamwambia,
ayahussuki Rasulullah bisirr wa anti tabkina ya Fatima. Ewe Fatima, Mwenyezi Mungu, mtume wa Mwenyezi Mungu anakupa siri. Mtume wa Mwenyezi Mungu anakuhusisha na jambo. Mtume wa Mwenyezi Mungu sisi sote hapa anatuficha jambo, anakuambia wewe, alafu wewe unalia badala ya kufurahi. Hawajui mtume anasema nini na binti yake. Ayahussuki Rasulullah bi shay'in min asrarihi wa anti tabkina ya Fatima. Unalia, ndio mahali pa kufurahi hapo. Sisi sote hatujaambiwa, unaambiwa wewe furahi ya Fatima. Alipolia sana mtume sallallahu alaihi wasallam akainama tena masikioni kwake akamwambia siri nyingine. Anasema fadhahikat wastabsharat, akafurahi sasa, akacheka. Ilikuwa ni kilio mwanzo, aliposema naye tena akafurahi. Bibi Fatima amelia baada ya siri ya kwanza, akalia baada ya siri ya pili. Falamma waqafat, aliposimama kikao kimemalizika, Bibi Aisha akamwambia Fatima, akhbirini, ebu nipe habari, siri ya mtume aliyokuwa anakuambia mpaka ukalia alafu ukacheka, ilikuwa ni kitu gani? Lazima mtu atakuwa na hamu ya kutaka kujua kuna nini hapa. Maana kilio na kicheko ni tashwiq. Tashwiq maana yake ni vitu vinavyompelekea mtu kutaka kujua, na Mwenyezi Mungu anatumia katika Qur'ani lugha ya tashwiq kwa mtume wake mara nyingi. Anamwambia hal ataka hadithul ghashiya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Imekujia siku moja habari ya watu wa ndovu? Umeshawahi kusikia? Anamuuliza mtume. Hii ni istifham, inaitwa istifham ya tashwiq. Yani kama mtu akwambia umesikia habari za leo, bila shaka utashtuka, utataka kuzijua kuna nini. Hiyo inaitwa nini? Tashwiq, yeye kukupa ile hamu ya kutaka kusikiliza na kuuliza. Sasa lazima mtu atataka kujua habari ya ndovu ilikuwaje, habari ya kiyama itakuwaje, habari atataka kujua. Basi akitaka kujua ndo anapewa zile habari. Kwa hiyo kilio na kicheko ni tashwiki, mpaka kila mmoja anataka kujua alikuwa analia nini. Mmoja wetu hapa akianza kulia lazima tutataka kujua. Hasa akiwa mtu mzima. Una nini we babu? Tutataka kujua. Lakini Bibi Fatima alikataa kumwambia Bibi Aisha. Akamwambia ma kuntu liufshi sirra Rasulillah. Mimi siye mwenye kutoa siri ya mtume. Sitoi siri ya mtume. Kwani mtume alimwambia ni siri? Anasema ulama, siri na nguzo zake. Hata mtu akikwambia jambo si lazima akwambie hii ni siri. Si lazima. Wewe mwenyewe utatizama. Maadamu alikwambia masikioni, hiyo ni alama kwamba nini? Ni siri. Angetaka angesema tu, Fatima kadha kadha kadha. Mbona hajasema watu wote wakasikia? Maadamu amekuja masikioni akanong'ona, ina maana kwamba ile ni siri. Kwa hiyo mtu akikwambia habari masikioni, haina faida kwamba ile uende ukaitoe huko, alafu akikwambia mbona umetoa siri, hujaniambia kama ni siri. Sio lazima kwambie. Ile kunong'ona masikioni kwako ilikuwa inaonyesha kwamba ni siri, ndio karina wake. Au mtu akwambie mambo ambayo yanaonyesha haya, mambo ya aibu, hata asipokuambia haya mambo bwana ni siri, wewe unatakiwa ufiche ile ni siri, usiiseme, kwa sababu ni mambo ambayo ukiyasema yanatilisha haya. Mambo yoyote ya kutisha, ya haya, ya aibu, si lazima mtu atangaze kwamba hii jamani ni siri, asiseme mtu. La, ni ile ni karina inaonyesha wazi haya mambo kuyasikia kila mmoja yanatia haya, kwa hiyo ni siri hii. Au mtu akikwambia kwamba bwana nakwambia lakini hii ni siri, akasema hasa hii ni siri, basi ni lazima utekeleze siri ile, usije ukaitoa. Kwa sababu katika jamii yetu kuna maradhi ya kutoa siri. Mtu anakuambia hasa hii ni siri, anakusisitiza ni mimi na wewe, lakini baadaye utakuta hakuchi, ila imeshaenea katika kila mahali. Ala kule hal, Sayyiduna Rasulullah alipomwambia habari ile Bibi Fatima, ilikuwa sio lazima mwambie ni siri, na wala hakumwambia mtume, lakini qarina, kile kiunganisho cha kwamba anasema katika masikio yake kilimpelekea Bibi Fatima al-Fatina, mwenye kufahamu na kuelewa mambo,
kwamba hii ni siri, na hata awe mtukufu wa daraja kama bibi Aisha mke wa mtume hawezi kutoa siri ile kumwambia. Hayo kwamba hii ni siri, lakini maadamu wewe ni shekhe, ni imamu wa msikiti, ni mtu mzima au nini, nitakwambia. Hata awe nani, maadamu ni siri usimwambie kama hakuna manufaa yoyote pale. Kwa ajili hiyo kaondoka bibi Fatima. Sayyida Aisha zikapita miaka. Baada ya kifo cha mtume akaja kwa bibi Fatima akamuuliza tena, maana yake hajasahau bibi Aisha, ule utamu wa kutaka kujua bado upo, ile tashwiq bado ipo. Akaja akamwambia Fatima, as'aluki billah, na kwa pia Mungu, lima laki alayya min haqqi, kwa haki ambayo mimi ninayo kwako, maana mimi mamako, japokuwa mimi sijakuzaa mie, lakini wewe na mimi ni mtu na mamake, japokuwa umri wao ilikuwa ni marika, mimi mamako. Kwa hiyo naomba uniambie, hala akhbartani, niambie ile siri aliyokupa mtume siku ile ilikuwa nini? Bibi Fatima akasema, amma alana fa na'am, ama sasa hivi naweza kukuambia, kwa sababu mwenyewe tayari ameshaondoka. Ama aliponihadithia habari ya kwanza ukaona nililia, mtume aliniambia, ya Fatima, inna Jibrila kana yuariduni fi alquran alkarim fi kulli amin marra. Jibril ilikuwa katika kila mwaka alikuwa akinidarsisha, akinisomesha Qur'ani mara moja kila mwaka, asije mtume akaisahau. Naam, fa idha qara'na inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sisi ndo tutaikusanya katika kifua chako na kuhifadhisha. Fa idha qara'nahu fattabi' Qur'an. Jibril alikuwa akija kila mwezi, kila mwaka mara moja kumsomesha mtume, na mtume anasoma kisomo cha Jibril. Na mtu yote hafidh anatakiwa awe mara kwa mara anayosoma Qur'ani, kwa sababu asije akaisahau. Naam, anasema Jibril kana yuaridu, alikuwa akiweka wazi Qur'ani kwangu, fi kulli amin marra, wa innahu aradani fi hadhihi sanati marratayn. Lakini mwaka huu nimemuona Jibril amenifundisha, amekuja mara mbili. Kila mwaka alikuwa akija mara moja tu, mwaka huu nimemuona kaja mara mbili. Wama ara dhalika illa dunu wa ajali, na hilo nimelitafsiri kwamba mimi niko karibu kufa. Ndiyo maana akalia nani, bibi Fatima. Anasema ndiyo maana ukaniona infajartu bilbuka, kilio kikaanza pale aliponiona nalia. Akawa ni mwenye kusema tena mara ya pili kunipa hope nyingine, akanambia, ittaqillaha wasbiri, ittaqillaha wasbiri, mche Mwenyezi Mungu, kuwa na subra. Ukiniona mimi nimeshakufa, nimeondoka, fa innama ana na'ma salafu laki, kwa sababu mimi ni mtanguliaji bora, wewe utafuata baada yangu. Na kweli baada ya mtume kufa, bibi Fatima hakumaliza mwaka. Katika historia kama sijakosea ni baada ya miezi 6 tu bibi Fatima na yeye alifariki baada ya kufa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na angalia mtume sallallahu alipomwona binti yake analia, nani atasikia babake atakufa alafu akabakia hivi hivi? Kitu cha naumiza. Baba anamwambia mwanae, nitakufa mimi, karibuni nitakufa, kwa hiyo nikifa ittaqillaha wasbiri, mche Mungu, kuwa na subra. Kisha akanambia, ya Fatima, ala yurdiki an takuna sayyidatu hadhihi al-umma. Fatima, huridhiki wewe, Mwenyezi Mungu amekupa fursa na cheo na nafasi, umekuwa ni mmoja katika watukufu, mwanamke mtukufu katika zama hizi, hujaridhika na cheo hicho? Aliponiambia vile, ndio maana nikaanza kufurahi. Kwa hiyo habari ya kwanza iliniliza, habari ya pili ikanifurahisha. Habari ya kuniliza ni kifo cha baba yangu, habari ya kunifurahisha ni mimi kunijalia ni mmoja katika wanawake bora katika umma huu. Kamula min ar-rijal kathirun wa lam yakmul min an-nisa'i siwa 4. Mtume anasema katika hadithi, wamekamilika wengi katika wanawake, hawakukamilika. Wamekamilika wengi katika wanaume, hawakukamilika katika wanawake isipokuwa 3 4.
akawataja Maryam, Khadija, Fatima, Asiya. Maryam bintu Imran ummul Masih, Khadija bintu Khuwailid ummu Fatima, Asiya bintu Muzahim zawjatu Fir'aun, Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alayhi wasallam zawjatu Ali ibn Abi Talib Abu al-Hasanain. Hawa ndio waliokamilika katika wanawake. Hawa ndio waliokamilika. Wengine wana nuksani, wana pungufu. Kuna mambo mengi ya upungufu, lakini mtume hakuwasahau wale walikuwa pungufu. Akasema istausu bin nisa'i khaira, wausieni au kaeni nao vizuri, tafuteni wasia kwa watu walokaa wanawajua wanawake vizuri, walikuwa ni wazoefu kwa mambo ya wanawake, ili mpate kukaa nao vizuri, kwa sababu wameumbwa na mbavu zenyewe zimepinda, na zikipinda hazinyoesheki, na mkizinyosha mtazivunja, na kuzivunja kwake ni kuwatwanga talaka. Na hivyo Mtume SAW aliwaambia watu, kwa sababu wawafahamu wanawake walivyokuwa sensitive, walivyokuwa madhaifu, walivyokuwa nini. Na alikuwa akionyesha mfano. Anasema siku moja Rasulullah alikuwa nyumbani kwa mmoja katika wake zake, ndo zamu yake, akatoka mwanamke huko, mfanyakazi wa nyumba yake nyingine, na kisahani cha chakula. Shizama, ametoka nyumba ya mke mwingine wa Mtume, maid, mfanyakazi, jaria au mtumishi, na sahani ya chakula kwa Mtume Muhammad, kwa mkewe yule. Sasa yule mke aliyokuwa ndo zamu yake pale, alipoona sahani imetoka nyumba nyingine wakati yeye ndo zamu yake, akaanza kuona wivu kaanza kuwaka. Akachukua mkono wa ule jaria, ule mfanyakazi, akaupiga hivi, ile sahani ikaruka, ikaanguka chini, ikavunjika, chakula kikatapakaa, na Mtume yuko mbele anashuhudia. Watu wakasema leo namna mtu atakavyotiwa adabu hapa, anapiga mpaka chakula kimeanguka. Mtume SAW akaanza kukiokota kile chakula kilichodondoka, akaikusanya ile sahani vipande, akamwambia mkewe yule, lete sahani nyingine. Akaichukua sahani nyingine, akampa, akaitia kwenye kile chakula, akaipeleka, alafu akairudisha kule ilikotoka. Mtume anawatizama wale watu, wanataka kuona kiasi gani atamtia adabu yule mkewe. Akasema agharat ummukum, ameona wivu mama yenu, msishughuliki, ameona wivu. Alimstahimilia Rasulullah. Kajua mara nyingine hawa ni wivu tu, mpaka chakula kimedondoshwa, mpaka sahani imevunjwa, na Mtume hakuchukua hatua. Akasema gharat ummukum, ni ghera ndo wivu. Na mtu asiokuwa na wivu anakuwa hana nini fungu peponi, kwa sababu anasema la yadkhulul jannata duyuth, haingii peponi dayuth, mtu ambaye hana wivu kwa mkewe au hana wivu kwa mumewe. Chochote anachofanya mkewe ni sawa, au anachofanya mumewe ni sawa, au hakuna hata zile ghera ambazo, taban ghera zilizokuwa zina mipaka yake, zisipindukie mipaka kuliko kawaida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zipo hadithi nyingi zilikuwa zinaonyesha ataondoka duniani. Hadithi ya pili ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Jabir anasema raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi wa huwa yarmi yawm an-nahr, siku ya 10 ile ya Hija, yawm an-nahr, yawm Eid al-Akbar, ambayo mahujaji hutoka Arafa asubuhi yake wakaja wakapiga jamratul aqaba, na ndio siku ya kuchinja na kunyoa na kwenda kufanya tawafu al-ifada au tawafu ar-rukn au tawafu ziyara au tawafu al-farida. Yote ni tawafu moja tu hiyo. Mtume SAW nikamuona anazunguka anapiga jamra akiwa juu ya ngamia wake. Tena alikuwa anasema khudhu anni manasikakum fa inni lastu adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Ndugu zangu, chukueni kutoka kwangu
ibada zenu zote, mimi huenda sihiji tena baada ya mwaka huu. Mimi sitohiji tena baada ya mwaka huu. Jifundisheni vizuri, niangalieni ninachofanya, msije mkaangaika baada yangu mimi kufanya ibada hizi, kwa sababu sitorudi tena kuhiji baada ya hija hii. Allahu akbar. Ilikuwa ni ishara ya kuaga kwamba mimi mwenzenu nikitoka hapa ndo kwaherini. Mtume anaaga hapo Waislamu, fa inni la ahujju ba'da ami hadha, sitohiji tena baada ya mwaka wangu. Pale pale watu wakatafsiri, waliojua kwamba mtume anatuaga wakafanya, wakafahamu, wakaambizana, haya mambo bwana sio bure, mtume anatuaga bwana, mtume anatuaga. Kwa hiyo haraka haraka mambo ambayo yamefichikana nini tuyaulizie tupate kupata bayana. Hadithi ya tatu ni hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri. Anasema Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anasema khataba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala ayuha an-nas. Siku moja mtume alihutubia akasema, enyi watu. Watu wakaitikia naam. Akasema, inna abdan min ibadillahi khayyarahu Allahu baina al-khuludi fi ad-dunya wa baina ar-rafiq al-a'la fakhtara ar-rafiq al-a'la. Tambueni kwamba yupo mja miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu, Mungu amemwambia chagua kati ya kuishi duniani milele na kati ya kuja kuonana na mpenzi wako Allah subhanahu wa ta'ala. Unataka lipi kati ya mawili haya? Mja huyo akachagua kwenda kukutana na Mola wake, akaacha dunia na vilivyomo ndani yake. Watu wakawa wanaulizana, ni mja gani huyo? Kumbe mja alikuwa anakusudiwa hapa ni nani? Waislamu, ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndo aliambiwa na Mwenyezi Mungu, chagua unachotaka. Anasema, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mwenyezi Mungu atakupa fatarda, mpaka utaridhika. Angalia mapenzi ya Allah juu ya Mtume Muhammad. Basi khayyarahu baina al-khulud fi ad-dunya wa baina ar-rafiq al-a'la fakhtara ar-rafiq al-a'la. فالمراد بالعبد هنا هو رسول الله، هو المخير بين الاثنين. Huyu ni mtume aliambiwa chagua, naye amechagua. Kwa hiyo mtume akachagua akasema, ya Rabb, nataka kuondoka, hilo nimelichagua. Hadithi ya 4 ni hadithi ya Sayyiduna Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Muadh ibn Jabal siku alipotumwa na mtume kwenda Yemen kwa ajili ya mambo ya dini, kharaja Muadh rakiban wa Rasulullah yamshi. Akatoka juu ya kipando, Muadh anatoka na mtume anatembea kwa miguu anamsindikiza. Wakati anampusha na msindikiza anampeleka, Rasulullah akamwambia Muadh ibn Jabal, innaka asa alla talqani, wewe unakwenda Yemen, lakini kuna possibility kubwa ya kwamba hutonipata tena, hatutoonana tena, hatutokutana tena, mimi na wewe ndo tunaagana hivi. Waislamu, hebu fikiria mtu anapokuambia maneno haya, unasikia vipi? Naam, unasikiaje? Nakwambia sahibi yangu, mimi nahisi huu ndo mwisho wetu, mimi niko karibu kufa, hatutoonana tena. Mke wangu, mimi nahisi karibuni nitakufa, hatutoonana tena. Mume wangu, mimi nahisi umri wangu umekwisha, hatutoonana tena. Naomba radhi, unisamehe sana kwa mambo yote yaliyotokea. Haya yote yanaufanya moyo wako unakuaje? Naam, unakuaje moyo wako? Unabadilika, unakuwa mtu mwingine. Pale pale Muadhi akaanza kupasuka kwa kilio, fabaka bukaan ghaziran. Unaniambia hivyo ya Rasulullah? Naambia naam. Asaka alla tarani, uenda ukaenda huko, lakini ukirudi fa innaka lan tara, hutoniona tena, hatutoonana tena, ndio mwisho wetu mimi na wewe.
wa sawfa tamurru ala qabri wa masjidi, ukija labda utaiona kaburi yangu tu na msikiti wangu tu, basi unitolee salamu. Muadhi alilia sana mpaka mtume akampoza. Bukaul habibi li habibi, ni kilio cha mpenzi kumlilia mpenzi wake, sababu Muadhi alikuwa kipenzi wa mtume. Basi anamwambia nenda zako Yemen, lakini innaka asa alla tarani fi amiha baada liqa'i yetu ni liqa'un akhir, macho ndio yanaonana kwa mara ya mwisho, na kama kuna busu ni qiblatul wadaa, kama kuna hagi ni hagi ya mwisho, mimi na wewe hakuna tena baada ya hapa, hatutaonana tena baada ya leo. Lini tutaonana? Ila an yanfukha Israilu nafkhatahu, mpaka atakapopuliza baragumu Israfili, huko labda ndo tutaonana tena. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hizi hadithi zote zilikuwa zinaonyesha kwamba tayari ameshajua kwamba kifo kiko just around the corner, hapo kinamsubiri. Waislamu, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuhiji hija ya mwisho, alitoka zake Madina kwa mwezi wa Dhulqa'da, akiandamana na masahaba 100,000 na zaidi, yaziduna qalilan au yanqusun. Na katika riwaya alitoka katika hija hiyo wa ma'ahu 124,000 min almuwahhidin, watu 124,000 kama idadi ya mitume wote waliotumwa na Mwenyezi Mungu. Wametoka kutoka Madina, wako na mtume, mpaka ulama usira wanasema akitizama an yaminihi, akiangalia kulia kwake anaona kama mawimbi jinsi watu wanavyotoka, wa an shimalihi wa an amamihi wa waraihi, mbele yake na nyuma yake, kulia na kushoto, amwajul bashariyya tatalatam, mawimbi ya watu. Na ukienda Maka ukiona wote nguo nyeupe utafikiri maji ya bahari. Mtume alitoka zake Madina anakwenda zake Maka kwa ajili ya hija, na hii ndio maana ikaitwa hijjatul wadaa, hija ya kuaga, kwa sababu baada ya hapo mtume tena hakurudi. Kufika katika miqati, wakanuia, wakalala, wakaondoka, wakaja zao Maka. Hija hii ndo alosema kila mahali anapopita mtume, khudhu anni manasikakum fala'alli la alqakum ba'da ami hadha, chukueni kutoka kwangu ibada zenu za hija, mimi huenda sitokutana nanyi tena baada ya leo. Baada ya kumaliza tawaful wida, hii ni kumaliza ibada zote za hija na umra, akarudi zake nyumbani Madina. Baadaye akakaa mwezi wa Dhulhijja haujamalizika, alikuwa shafika zake Madina, akakaa Safar, akakaa Muharram pamoja na Safar, miezi miwili hii, Dhulhijja, Muharram, Safar. Alihiji mwaka wa 10 Hijria. Leo ni mwaka wangapi? Wa 1432. Basi mtume alihiji mwaka wa 10 Hijria, akaja zake Madina, akakaa Dhulhijja na Safar na Muharram na Safar, akaanza kupata maumivu madogo madogo katika mwezi wa Safar, mfungo 5. Hapa alikuwa ameshaliunda jeshi linakwenda Balqa, jeshi linakwenda Palestina. Kiongozi wa jeshi alikuwa Usama ibn Zaid, na Usama ibn Zaid wakati alikuwa na miaka 18, baba yake Zaid ibn Haritha. Jeshi hili alikuwepo Umar ndani yake, alikuwepo Abu Bakri, wakubwa na kina watu wakubwa, lakini kiongozi alikuwa ni kijana wa miaka 18, Usama ibn Zaid. Waulizeni vijana waliokuwa na miaka 18 leo wanajua nini katika dini? Sayyiduna Muhammad akamweka tena, akasema la khaliqa, huyo anafaa kabisa, ndo rajulul munasib fi makani almunasab, ni mtu afaaye mahala pafaapo na hakuna mtu atamuondoa hapa, kama baba yake alivyokuwa anafaa, nami nimemweka huyo. Mtume aliugua, akaanza kuumwa. Jeshi hili halikuweza kuondoka pale, homa ikaanza kumzidi Mtume Muhammad
sallu alayhi. Basi bibi Aisha anasema katika hadithi, fasta'dhana rasulullah azwajahu bi an yamrada fi baiti, mtume akawakusanya wake zake akawaomba idhni ya kwenda kuugulia katika nyumba ya mmoja kati yao anaitwa Aisha. Aliomba ruksa kwa wake zake. Mtu kama ana wake wawili na watatu, bila shaka kuna mmoja atakuwa anampenda sana kuliko wote, na hii ni tabia ya wanadamu. Unacholaumiwa na Mwenyezi Mungu ni kuwa wewe sio muadilifu katika kisma, katika ugavi ule. Lakini mapenzi hayawezi kupimwa kwa mizani yakawa nusu kwa nusu. Lazima kilo zinaweza kulemea kwa mtu mwingine, kwa sababu kila mmoja katika wale wake zako ana auswaf na manaqib na mazuri yake na mabaya yake. Haiwezi kuwa sawa kwamba unaenda kwa mke mkubwa unapokewa kwa yasmini na udi na macho mazuri na lipstiki na manukato, na ukienda kwa mke mdogo unapokewa na mafagio ya kichwa na vijiko, alafu wao wakawa wote wako sawa katika mapenzi. Abadan, haiwezi kuwa. Lazima kutakuwa kuna mizani ambayo huku inalala sana ya mapenzi na, lakini ugavi ukikaa wiki moja huku na huku wiki moja, ukikaa huko siku mbili na huku siku mbili, usije ukasema huyu mke mdogo atapata siku 3, wewe mkubwa utapata 2 au 1. Haitaki. Unatakiwa uwe muadilifu katika kisma, na mtume alikuwa akifanya uadilifu mpaka mwisho akisema, ya rab hadhihi qismati hadha fima astati fala ta'khudhni fima la astati. Ya rabbi, haya nimeyafanya katika yale ambayo naweza kufanya, basi usiniadhib katika yale ambayo haiwezekani kugawa. Akimaanisha mapenzi. Lazima kuna wengine itakuwa wamezidiwa kidogo, basi na wenyewe wanawake walikuwa wanajua wanasema, sisi huyu katuzidi, mwenzetu anapendwa sana. Na kuna mambo ambayo yanafanya mpaka anapendwa sana. Haina haja nikwambie yote, kama unataka baadaye njoo baada ya darasa nitakwambia. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akenda akamwambia, akawaita wake zake wote, akawaomba ruhusa, akawaambia, naomba na kuombeni nikaugulie nyumbani kwa huyu. Yani isiwe ile tabu, kwa sababu pia itakuwa leo achukuliwe ende zamu kwa mke huyu, augue siku 2-3 aende kwa mke mwingine. Na wake za mtume alioacha, yani kabla kifo chake ni 9 ambao walimkalia eda. Kwa hiyo akae kwa huyu, alafu akakae kwa huyu kidogo, akakae kwa huyu, na yeye mwenyewe mgonjwa. Mantiki yeye ni kwamba akae angalau mahala pamoja apumzike, na akae mahala pamoja. Sasa mahala pamoja wapi hapo? Achague mwenyewe. Akachagua, na mahala ambapo alihisi atakwenda kutulia zaidi ni nyumbani kwa bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha. Akawaomba ruksa kwamba nikaugulie huko. Na wanawake wako very powerful katika mambo hayo. Mara nyingine mtu ana homa kali, lakini mke wake akipitisha vidole vyake kwenye kichwa tu na harara yote inapungua, inakuja 0%. Kwa sababu gani? Kuna magnetis, kama magnet. Basi Rasulullah akaenda akaugulia pale, akakaa pale. Lakini bibi Aisha anasema, fajaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam baina ar-rajulaini, akachukuliwa nyumbani kwa mke wake huko baina ya watu wawili, wanaume wawili, Al-Abbas wa Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha. Huko amepofika kuiona ile hali ya Abdullah ibn Mas'ud akimgusa mtume namna anavyounguza, akisema, tu'aku ya Rasulullah, unaumwa ya Rasulullah. Mtume akasema, naam, wa inni u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum, mimi ninavyoumwa maumivu yangu ni sawa sawa na maumivu ya wawili kati ya watu. Mungu amenipa maumivu ya watu wawili, ninayo mie mmoja. Abdullah ibn Mas'ud akamwambia, kwa sababu gani ya Rasulullah? Unajua, kwa sababu na pia ujira wako ni mkubwa zaidi. Sallallahu Rasul Muhammad. Basi hivi ndivyo alivyokuwa akiugua Mtume Muhammad. Sasa watu wakawa hawendi mbali, jeshi halikuweza tena kwenda, kila watu wote wakawa wanazunguka pale pale. Abu Bakr Siddiq alikuwepo pale pale, sahibi yake.
ndio kwa binti yake, na watu wakawa wameacha shughuli zao nyingi sana, wako karibu na mtume wanaitizama ile hali, lakini wengi walikuwa wameshajua hii ni safari kwa sababu ya aya na hadithi ambazo tumezitoa. Ilifika wakati mtume akaanza kuhusia, miongoni mwa mambo aliyohusia sema akhrijul mushrikina min jazirati al-arab, watoeni washirikina katika kisiwa cha Arabuni, watoeni, asibakie mshirikina. Kisha alisemaje? Ahsinu dhanna billah, mtu asife ila awe na dhanna nzuri na Allah. Hizi ni katika mambo yake ya mwisho aliwahi kuyasema mtume. Kwa hiyo ilionyesha ni mambo muhimu ya watu wanayahifadhi. Miongoni mwa mambo aliyosema, la tattakhidhu qabri masjida, msilifanye kaburi langu ni msikiti. La ana Allah alyahuda wan nasara, qatala Allahu alyahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid. Wao wamelaaniwa kwa sababu makaburi ya mitume wao waliyafanya ni mahala pa kusali. Mtume akakataza kaburi lake lisije likafanywa msikiti, kwa maana watu wasije wakasali katika kaburi lake kwa kulisujudia na kukaa pale wakianza kufanya vitu ambavyo vitasababisha laana. Mtume akaanza kuhusia hayo, na miongoni mwa mambo aliyohusia mtume alisema, alaikum bis-salah wa ma malakat aymanukum, jitahidini sana msiache sala na vile vilivyomilikiwa na mikono yenu ya kuume, yani masuria wenu ambao walikuwa wanafanywa mambo machafu mabaya zamani, kaini nao kwa wema. Lakini as-salah, sala jamani. Angalia hayo mambo ya mwisho mtume anayasema maneno yake ya mwisho, masahaba wanayanakili, wanayahifadhi, wanayafanyia kazi. As-salah, sala jamani. Bibi Aisha anasema alikuwa kila mtu akiingia, siku nyingine anaingia Usama ibn Zaid, ili kutaka kumwombea dua, mkono haunyanyuki Rasulullah, mkono pia umekuwa haunyanyuki, nguvu tena hana. Sasa miongoni mwa mambo ya mwisho akasema mtume, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, kusalisha hawezi tena Rasulullah, kusalisha hawezi tena mtume wa Mwenyezi Mungu. Anasema muambieni Abu Bakri asalishe yeye. Kumekimiwa sala, Abu Bakr akawa yeye ndo imamu. Watu walianza kusema Abu Bakri akiwa nasalisha ya Rasulullah ni mwepesi sana, aya moja mbili analia. Kaambia mimi nishasema yeye ndo atakuwa imamu, awe analia awe halie, lakini imamu ndo yeye. Rasulullah akampa cheo hiki Abu Bakr kabla ya kufa, na ndio maana ulama wakachukua ushahidi kwamba ilikuwa anaonyesha wazi Rasulullah kwamba baada ya mimi kufa kiongozi wenu atakuwa huyu. Kama aliwaekea kiongozi katika sala, ina maana ndo anawaekea katika mambo mengine. Watu wakasema huyu anatufaa. Abu Bakar aliendelea kusalisha vile mpaka siku moja, bado mtume anaumwa. Siku moja sala ya alfajiri, watu wanasali, mtume sallallahu akanyanyuka kitandani kwake, akawa anatembea mwenyewe, akaja akafungua pazia, kwa sababu nyumba ya Bibi Aisha ndo pale msikitini. Anafungua pazia tu, akatizama, akawaona masahaba wanasali na Abu Bakr anasalisha. Watu wakamtizama mtume ndani ya sala mpaka wakasema tulikaribia kufitinika katika sala zetu. Yani walikaribia wengine kuacha sala, kapona. Yani ndio maana yake anasema kidna an nuftatan fi salatina, tulikaribia kufitinika katika sala zetu. Mtume kwa sababu alitoa kazi, alafu akatoa smile ya hali ya juu, akatabasamu. Yani tizama, wanaweza kusali bila ya mimi sasa. Tizama, kumbe wanaweza kuendeleza na dini itaendelea hata mimi kama sipo. Kumbe wanaweza kuwa kitu kimoja. Angalia kazi niloifanya miaka yote, wanaweza kuiendeleza hawa. Hii ndio maana ya mtume anafungua alafu anacheka na furahi. Hawa wanaweza kukamata mambo yao wenyewe kwa wenyewe, mimi kazi yangu imekwisha. Anasema walipomwona mtume kafungua pazia, Abu Bakar anarudi nyuma kwamba njoo uchukue cheo chako cha kuswalisha mapema, umeshapoa ya Rasulullah. Mtume katoa ishara, endelea wewe ndio imamu. Akafunga pazia akarudi, wakimaliza sala wanasikia habari mtume ameshafariki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Lakini kueleza kifo cha mtume sio kazi rahisi, ni kazi kubwa sana. Sayyidina Anas ibn Malik alikuwa anasema siku hizo, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Madina, alipoingia mtume katika nchi ya Madina, kila kitu kilikuwa kinakiza kikang'ara kwa sababu ya kuingia mtume katika mji ule. Ule mji uliitwa Madinatul Munawwara, Madina yenye nuru, ni baada ya kuingia mtume katika nchi ile ya Madina. Bidukhulihi, kuingia kwake nuru ikapatikana. Nasema falamma tuwfiya, alipokufa mtume kila kitu kikawa kiza, mji wote umejinamia kiza tororo, hakuna mahali ambapo utapaona pamechangamka kwa kifo cha mtume Muhammad. Siku Abu Bakar alipomwona mtume anakuja anataka kuingia kwa ajili ya kusali, anatabasamu. Baada ya sala Abu Bakar aliingia nyumbani kwa bibi Aisha, akamwambia, unajua Aisha, yupo mamako mmoja huko mbali na hapa Maka, zamu yake ni leo, na mimi namuona mtume hali yake hajambo, kwa hiyo mimi nakwenda huko. Ndio ukisoma historia utakuta Abu Bakr Siddiq wakati mtume alikuwa anakufa alikuwa hayupo, kwa sababu watu wengi pia waliondoka, sio Abu Bakr tu, kwa sababu ile smile, very big smile, huge smile ya mtume iliwapa watu hope kwamba mtume kishapona. Kwa hiyo mwenye kwenda kondeni alikwenda, alikuwa mke anamdai zamu akaenda kutekeleza, alikuwa kila mmoja kienda. Basi mtume sallam kumbe ndo alikuwa ni tabasum ya kuwaaga, wakapata habari baadaye huko aliko kwamba mtume amefariki. Lakini kuna watu hawakuamini bado, itakuwaje hajafa mtume na hawezi kufa, ni nani kiongozi wetu? Abu Bakr alipokuja ndipo akatoa ile khutba yake maarufu, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Alikuwa anamwabudu Muhammad, basi ajue Muhammad amekufa, na kama mtu anamwabudu Mungu, Mungu yupo milele, dini bado ipo inaendelea. Ndugu zangu Waislamu, hivi ndivyo mtume alivyoondoka katika ulimwengu. Lakini sisi tunasema, aya abdu kam yaraka Allahu asiya harisan ala ad-dunya walil mauti nasiya anasita liqa Allahi wal qabra wath thara wa yawman abusan tashibu fihi an-nawasiya law lam yalbas al-mar'u thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها حيا وباقيا ولكن تفنى نعيمها والدنيا وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي أيا نفس كم يراك الله عاصيا. Ewe nafsi, ni mara ngapi utamuasi Mwenyezi Mungu? Harisan ala dunya walil mauti nasiya, unapupa ya kukusanya dunia tu lakini umesahau kifo. Anasita liqa Allahi wal qabra wath thara, umesahau kukutana na Mola wako, umesahau kaburi, umesahau michanga. Wa yawman abusan tashibu fihi an-nawasiya, umesahau siku ndefu ambayo watu watapata mvi kwa sababu ya vituko vyake. Lau kanat ad-dunya tadumu li ahliha, ingekuwa hii dunia hii inadumu kwa watu wake, lakana rasulullah fiha hayyan wa baqiya, ingekuwa alobaki basi ni mtume. Ingekuwa inastahiki mtu abaki duniani, ingebaki mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakin tafna an-na'im, lakini neema zote, kheri zote, dunia yote inaondoka. Watabqa dhunubu wal maasi kama hiya, yatabaki maasi na madhambi kama yalivyo. Kila kitu kingine kitakuwa kimeondoka, maasi na madhambi tunayoyatenda ndio yatabaki. Aya nafsu qad azifa ar-rahilu وأظل بك الخطب الجليل يا نفس تأهبي ولا يلعبن بك الأمل الطويل يا نفسي لتنزلن بمنزل يخشى الخليل ينسى الخليل به الخليل
wala yarkabanna alayka min athqil athqil ya nafsu. Anasema ewe nafsi, jiandae mapema. Ewe roho, jiandae mapema. Ewe roho, fanya istidadi ya kuondoka duniani, kwa sababu anasema itafika siku rafiki atakusahau, mpenzi atakusahau, utakwenda kulazwa mahali umiminiwe michanga, usahaulike huko. Jiandae mapema. Watukufu wa Islam, huyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hawa ni masahaba, na wale ni wake zake, na hawa ni sisi wanyonge wenye dhambi nyingi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atusamee madhambi yetu, atupe kila la kheri katika maisha yetu, atukinge na maadui wapotovu, mahasidi, wachawi na wanafiki na mushrikina na makafiri. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa la'allaha sa'at al-ijaba أن تيسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة واقض جميع حاجاتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kesho itakuwa Masjid Afra binti Isa insha Allah taala. نعم سيد. أهلا.